Mabibi na mabwana, nakumbuka niliwaeleza kwamba nitawaletea ile makubaliano au masharti ambayo yametolewa na Urusi, ambayo inafahamika kama ni Proposal of the Russian Federation Memorandum on the Settlement of the Ukrainian Crisis Section 1 Key Parameters for Definitive Settlement. Hii bwana ni muongozo au mapendekezo ya shirikisho la Urusi au mkataba juu ya utatuzi wa mgogoro wa Ukraine. Sehemu ya kwanza inaelezea vigezo muhimu vya suluhu ya dhati, ambapo Urusi wametoa mapendekezo yao. Na mapendekezo haya, mabibi na mabwana, ni magumu sana, na ugumu wake unakuja kwa sababu Urusi wao wamejimegea minyama. Kwanza, wameitaka Ukraine kufanya utambuzi wa kisheria wa kimataifa na kuingizwa katika shirikisho la Urusi eneo la Crimea, Jamhuri ya watu wa Luhansk, Jamhuri ya watu wa Donetsk pamoja na mikoa ya Zaporozhye na Kherson, lakini pia uondoaji kamili kutoka kwa maeneo haya vikosi vya wanajeshi wa Ukraine na vikundi vingine vya kijeshi vya Ukraine. Kwa hiyo hii ni sehemu ya yale mapendekezo ambayo yametolewa na Urusi. Lakini pili, kutoegemea upande wowote wa Ukraine, kimaanisha kukataa kwake kujiunga na miungano ya kijeshi na miungano mingine, na pia kupiga marufuku shughuli zozote za kijeshi na mataifa ya watu watatu kwenye eneo la Ukraine, na kupelekwa kwa vikosi vya kigeni vya silaha, bezi za kijeshi pamoja na miundombinu ya kijeshi kule nchini Ukraine. Lakini pendekezo la tatu la Urusi ili kusitisha mapigano ni kukomeshwa kwa mikataba na makubaliano yote ya kimataifa iliyopo ambayo haiendani na masharti ya aya ya pili ya sehemu hii, na kukataa kuhitimisha makubaliano yoyote kama hayo katika siku zijazo. Lakini pendekezo la nne la Urusi, wamesema wanahitaji uthibitisho wa hali ya Ukraine kama serikali isiyo na silaha za nyuklia au silaha zingine za maangamizi makubwa, na kupiga marufuku moja kwa moja kupokea silaha hizo, kupitisha au kupelekwa kwenye eneo la Ukraine. Kwa maana ya Urusi wamesema Ukraine, ili waweze kumaliza mgogoro, wasije wakawahi kufikiria kumiliki silaha za nyuklia au kupitisha silaha za nyuklia au kutumia silaha za nyuklia kwa namna yoyote ile. Pendekezo la tano la Urusi ambalo wamelipeleka nchini Ukraine, kwanza ni kuanzishwa kwa mipaka ya juu kwa ukubwa wa jeshi la Ukraine na aina nyingine za kijeshi za Ukraine, na wingi wa silaha pamoja na vifaa vya kijeshi na vipimo vyao vinavyoruhusiwa, kufutwa kwa malezi ya kitaifa ya Ukraine ndani ya AFU, pamoja na walinzi wa kitaifa kwa maana ya Ukraine hawatakiwi kupata usaidizi wowote ule kutoka kwa nchi za kimagharibi, ikiwemo mafunzo pamoja na mambo mengine. Pendekezo la tano ambalo hilo limetolewa na Urusi. Pendekezo la sita ni dhamana ya haki kamili, uhuru na maslahi ya idadi ya watu ambao wanazungumza Kirusi, na kutoa hadhi rasmi ya lugha ya Urusi. Kwa hiyo Urusi wamesema wanahitaji, ili waweze kumaliza mgogoro, ni lazima Ukraine wakubali kuwatambua raia wa Urusi wanaozungumza Kirusi ambao wanaishi pale nchini Ukraine. Lakini saba, pendekezo marufuku ya kisheria ya kutukuzwa na propaganda ya unazi na neo-nazism, kufutwa kwa mashirika ya vyama vya utaifa. Urusi wametoa pendekezo hilo kwamba ni lazima wafute kabisa propaganda, ikiwemo mabango, ikiwemo michoro ya ambayo inaonyesha neo-nazism au nazism. Lakini pia Urusi wanasema inatakiwa kufutwa kwa mashirika pamoja na vyama vya utaifa ambavyo vina mlengo wa unazi. Jambo la nane, kuondoa vikwazo vyote vya sasa vya kiuchumi, marufuku na hatua za kizuizi kati ya shirikisho la Urusi na Ukraine, na kukataa kuweka mashinikizo mapya ikiwemo hivyo vikwazo. Kwa hiyo Urusi wanasema ili waweze kukaa kwenye meza mazungumzo na Ukraine, ni lazima vikwazo vyote viondolewe. Tatu, namba 9 ni utatuzi wa masuala yanayohusiana na kuunganishwa kwa familia na watu ambao wamehamishwa, kwa maana ya kama ni watoto ambao walichukuliwa, wanatakiwa kuangalia namna gani watarejesha katika maeneo yao. 10, kuondolewa kwa madai ya pande zote kwa uharibifu ambao ulipatikana wakati wa uhasama. Kwa maana mtakumbuka Ukraine walisema Urusi lazima ihakikishe kwamba inalipa gharama za kuisababishia Ukraine hasara. Sasa Urusi wamesema matakwa hayo au mapendekezo hayo ya Ukraine lazima yafutwe. 11, kuondolewa kwa vikwazo vilivyowekwa kwa kanisa la Kiorthodoksi la kule nchini Ukraine, kwa maana ya Ukraine iondoe vikwazo vyote walivyoiwekea au walivyowekea wale waumini wa makanisa ya Kiorthodox. Lakini 12, marekebisho ya taratibu ya uhusiano wa kidemokrasia na kiuchumi, ikiwa ni pamoja na usafirishaji wa gesi, usafiri wa kawaida, uhusiano mwingine ikiwa ni pamoja na mataifa hayo ya tatu. Urusi wameongea jambo hilo.
Lakini pia katika sehemu ya pili imeelezea juu ya masharti ya kusitisha mapigano. Kwa hiyo masharti ambayo Ukraine wanaweza wakayafuata yale 12, pana masharti mengine 10 ambayo Urusi wameyatoa. Kuanza kwa uondoaji kamili wa vikosi vya kijeshi vya Ukraine pamoja na vikundi vingine vya kijeshi vya Ukraine kutoka katika eneo la shirikisho la Urusi pamoja na DPR, LPR na mikoa ya Zaporozhye na Kherson, na uondoaji wao kutoka katika mipaka ya shirikisho la Urusi hadi umbali ambao utakuwa unakubaliwa na wanachama kwa mujibu wa masharti ya kuidhinishwa kwake. Na hapa sasa wamechagua mapendekezo mawili. Ni chaguo la kwanza. Chaguo la pili ni pendekezo la vifurushi. Lazima ipigwe marufuku kupelekwa tena kwa vikosi vya ulinzi vya Ukraine na vikundi vingine vya kijeshi vya Ukraine, sipokuwa kwa harakati ambazo zinalenga kujiondoa kutoka katika mipaka ya shirikisho la Urusi hadi umbali uliokubaliwa na vyama. 2, kukomesha uhamasishaji na kuanza kwa uhamasishaji, kwa maana ya haitakiwi wanajeshi wa Ukraine wengine waweze kupewa mafunzo ya kijeshi. Kukomesha vifaa vya kigeni na bidhaa za kijeshi na usaidizi wa kijeshi wa kigeni kwa Ukraine, ikiwa ni pamoja na utoaji wa huduma za mawasiliano ya satellite pamoja na data kamili. Hapa wanawalenga wa Marekani. 4, kuondoa uwepo wa kijeshi wa nchi za tatu kwenye eneo la Ukraine, kukomesha ushiriki wa wataalamu wa kigeni katika shughuli za kijeshi kwa upande wa Ukraine. Hilo ni chaguo la pili katika masharti ya kusitisha mapigano. 5, dhamana ya kukataa kwa Ukraine katika shughuli za hujuma na uharibifu dhidi ya shirikisho la Urusi pamoja na raia wake. 6, kuanzishwa kwa kituo cha nchi mbili cha ufuatiliaji na udhibiti, lakini pia ambacho kitakuwa kinadili na masuala ya usitishaji wa vita. 7, msamaha wa pande zote kwa wafungwa wa kisiasa na kuachiliwa kwa raia waliowekwa kizuizini. 8, kuinua sheria ya kijeshi nchini Ukraine kwa maana ya kuondoa kabisa ile martial law. 9, tangazo la tarehe ya uchaguzi wa rais wa Ukraine pamoja na Verkhovna Rada ambao lazima ifanyike kabla ya siku 100 baada ya kuondoa sheria ya kijeshi, kwa maana ya ili waweze kukaa katika meza mazungumzo ni rasmi Ukraine watangaze tarehe ya kufanya uchaguzi, vinginevyo hapo mambo bado ni magumu. 10, kusainiwa kwa mkataba wa utekelezaji wa masharti yaliyomo katika sehemu ya kwanza. Yani hii ni burudani kwa wote kama ambavyo wanasema Azam TV. Lakini sehemu ya 3 ya kile ambacho wanakizungumza Warusi ni mlolongo wa hatua na muda wa utekelezaji. 1, kazi inaanza katika kuandaa maandishi ya mkataba. 2, siku ya 2 hadi ya 3 kusitishwa mapigano inatangazwa kwa kukusanya miili ya waliokufa katika eneo la mapigano. Lakini 3, miili 6,000 ya watumishi wa jeshi la Ukraine watapelekwa upande mmoja wa jeshi la Ukraine, kwa maana ya miili 6,000 itazikwa. Lakini 4, mkataba wa kusitisha mapigano kutiwa saini na tarehe mahususi za kutimizwa kwa masharti yote, ikibainisha tarehe ya kutia saini mkataba wa baadaye na suluhu ya mwisho katika mkataba huo. 5, utawala wa siku 30 kusitisha mapigano kuanza kutekelezwa tangu wakati wa uondoaji wa vikosi vya wanajeshi utakapoanza, uondoaji kamili wa vitengo vya kijeshi kutoka Ukraine na eneo la shirikisho la Urusi, na utekelezaji kamili wa makubaliano hayo lazima ukamilike ndani ya siku hizi 30. 6, uchaguzi unafanywa na mihimili ya serikali itatengenezwa katika eneo hilo. 7, mkataba kutiwa saini. 8, mkataba uliotiwa saini unatakiwa kuidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambalo nalo lipo kisheria. 9, mkataba umeidhinishwa na kutekelezwa. Hii ndiyo sehemu ya 3 ya masharti ya Urusi ili kumaliza mgogoro. Yani hapa kuna burudani. Yani Urusi wametoa takribani masharti mangapi hapa, tuhesabu wote kwa pamoja ili msije mkasema mzee Alex Guido Mvinge anatia chumvi. Kwenye sehemu ya kwanza masharti kuna vigezo 10. Ukraine lazima watimize masharti 10. Kwa hiyo hapo tunakuwa tuna 10. Chaguo la kwanza ni 11. Chaguo la pili la 12 lina vipengele 10. Kwa tayari vinakuwa ni vipengele karibia na 33. Halafu kwenye chaguo la 3 kuna vipengele 9. Kwa hiyo kuna kama masharti 41 kama sio 42 ya Urusi ambayo wanataka Ukraine wahakikishe kwamba wameyatekeleza, ndipo Urusi itakapoacha kuwatandika wa Ukraine. Vinginevyo burudani itaendelea, mapigo na mwendo yataendelea, watu wanaendelea kulia na kusaga meno. Lakini kama itoshi, rais wa Urusi bwana Vladimir Putin, nimependa kauli yake moja kwamba ili waweze kukaa katika meza mazungumzo ni lazima wafanye uchaguzi, tangazo tarehe ya uchaguzi haraka iwezekanavyo, vinginevyo bado wataendelea kupigika mbaya mbovu. Mainjo kula mwanangu. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.